teknolojia kwa mtoto yeyote ama kwa hizo screens? Kuna madhara kutokukua. Lakini kuna wazazi wanaamwanga utajipata kwa hiyo simu ukiwa 18. Kuna shida? Naweza sema hakuna madhara serious, lakini madhara penye naweza sema inakujia ni saa hizi ulimwengu mzima, global village, tuko kwa teknolojia. Ukitaka hata kusafiri unatumia una order kwa taxi. Ukitaka kuorder for kitu unatumia teknolojia. Kwa hivyo hatuwezi kwepa tuseme ati watoto wetu wasikwe kwa hii teknolojia, kwa sababu hiyo hawataweza kusurvive kwa maisha ya kisasa. Ataachwa nje. Kwa hivyo ni muhimu, kitu tu muhimu ni kuwafunza na kuwa guide na kuwa monitor. Na si kitu ya mara moja, ni mara kwa mara. Na hivyo wataweza. Ninajua muda wangu unakamilika. Kauli yako ya mwisho kuhusiana na masuala ya teknolojia na malezi haswa kwa wazazi. Kauli yangu kwa wazazi ni kuwa tujue Mungu ametupa hawa watoto na hawa watoto ni baraka kwetu. Kwa hivyo tuweze kujua jukumu letu kubwa. Sisi ndio kigezo kubwa kwa kuinfluence maisha ya watoto wetu, kukuwa na maadili mema. Na tusiachie hiyo, hata kama tuko na kazi nyingi ya kufanya, tusiachie hiyo jukumu teknolojia. Maanake tukiwachia watoto wetu teknolojia, tutarudi tupate mwana si wako. Na venye Waswahili wanasema kidole kimoja hakiui chawa. Kwa hivyo sisi wote, wazazi, community, jamii, tutengamane, tusaidie watoto wetu, tuchukue hilo jukumu letu kwa mikono yote miwili. Tuweze kusaidia watoto wetu waweze kukua viongozi na waweze kuishi maisha mazuri yajayo vyema. Asante sana Perpetua kupata nafasi kuzungumza nasi siku hii leo. Najua swala la malezi ni kitu ambacho tunaweza kuzungumzia